Bwana Yesu asifiwe. Na kukaribisha ndugu mtazamaji na mtoto wa Mungu na mwanadamu uliyeumbwa na Mungu. Siku ya leo ninayo habari njema ambayo nakuletea kwa njia ya shuhuda, ambayo ni mtoto ambaye aliyekuwa kuzimu na ambaye alikuwa ni namba 3 katika ufalme wa Shetani. Namba 1 ni joka kuu, ya pili ni Shetani ambaye ni Lucifer, namba 3 ni roho mchafu wa kuzimu. Shetani pia na yeye katika ufalme wake aliiga kama vile mbinguni. Kwa hiyo joka kuu ndio Mungu, Shetani ndio mwana wa pekee, na Roho Mtakatifu ni roho mchafu. Bwana Yesu asifiwe. Kijana huyu ambaye muda sio mrefu tawaletea habari zake, na tuko naye hapa, tafanya naye mahojiano ambayo yatakujenga na yatakusaidia. Baada ya kutumwa kwangu kuja kuniangusha ikashindikana, na leo hii ni mtoto wa Yesu, ameokoka, anamtukuza Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani huyu jini aliyokuwa hapa anapigia simu saa yoyote na anaongea na Lucifer tatata. Yaani yuko karibu sana. Kama vile mtu aliyo karibu labda na rais, yaani anampata kirahisi. Yesu alisema walipatomoa. Niangalie hapo unajua ni nani. Niangalie mimi nani. Alafu tazama kwenye ulimwengu mzima kama kuna kama huyu. Alafu ukipata jibu, ujieleze mara moja, sitapoteza muda hapa. Wewe ni nabii? Kwanza nakata mkono. Sasa namfuata baba yako. Angalia, yaani huyu hapa amekaa ni satellite, unaona paka Shetani kwenye kiti chake. Ngoja muangalie baba yako na mwacha kibao. Muangalie. Ulikunjaje hapa? Nakunja tu. Tikisa nanga, tikisa chikamu, tikisa kusimu, tikisa. Basi, nasikia. Mungu wewe ni shamuka, wewe uko tena. Mungu wewe ni shamuka, tena. Achia utoto. Imekuwaje wewe? Haya, imekuwaje sasa? Imekuwaje? Kilichotokea wakati ule Samsoni ametikisa ilikuwa. Unatakiwa upige makofi. Samsoni alisema nakufa moto. Hapa jijibu. Napitisha upanga. Hapa jijibu. Ya Lucifer. Ulitoa mpaka nikaingia kufuni nikamchukua. Huyu ndio alikuwa bosi wa Shetani. Yaani nafasi ya 3, ndio? Watu wote wanaenda kwa waganga. Kama unaenda kwa mganga
yangu. Huyu ndo alikuwa anapokea sadaka walikuwa wanatumia mwili huyu. Hata awe kifimaso wote wafanyabiashara wanaweza pesa kichawi. Huyu ndo alikuwa namba 3 basi. Kwa hiyo sadaka zile makanisani unasikia za mchango, huyu ndo alikuwa anapokea. Alafu unapokea nuksi, unapokea wewe. Mimi sikai kimya. Mimi sikai kimya. Nikikaa kimya nikapona. Lakini kabla yote namkaribisha Maxi ambaye sasa anaitwa jina Isaya, naye ajitambulishe kabla ya mahojiano yetu. Karibu Isaya. Bwana asifiwe. Kwa jina naitwa Max, jina langu la kwanza, lakini jina langu la sasa hivi ni Isaya. Ni mtoto ambaye Nabii Abraham alikuwa anamwongelea. Anachokisema ni kweli. Nilikuwa nikitumika kuzimu. Na pia nilisimama kama namba 3 badala ya joka kuu, Lusfa na mimi mwenyewe. Lakini sasa hivi nimeokoka na mpenda Yesu na nimeamua kurudi kwa Mungu. Nilienda kuzimu nikiwa mtoto mdogo. Niliishi maisha ya huko. Sikuweza kukaa na kuongea na binadamu. Lakini Mungu mwenyewe mipango yake. Kwa sasa nimetoka huko na ni mtoto wa Mungu. Nampenda Yesu. Karibu sana Bwana Isaya, mtoto wa Mungu. Asante. Sasa tufanye mahojiano kidogo. Katika yale ambayo nitakuuliza na mengine utaelezea tu, kwa sababu wewe ulikuwa mshiriki mkuu wa joka kuu na Lucifer na mficha siri zote za shetani ambazo alizokuwa anazipanga kwa ajili ya ulimwengu na kwa ajili ya watu wote, hata wewe ndugu mtazamaji unayeangalia. Lakini leo hii hapa tuko naye ambaye anafichua siri zote na ambazo alikuwa amezipanga. Kwa hiyo ni wewe kusikiliza. Nitakuuliza, ilikuwaje? Ulipelekwaje kuzimu na ulikuwa unafanya kazi gani? Tutaenda hatua kwa hatua. Na uliishi miaka mingapi kuzimu? Niliishi miaka 14. Unakumbuka jinsi ulipopelekwa? Kwa kweli sikumbuki, ila nilipata ufahamu vizuri. Nikajikuta nimeishi kule. Na kule kuzimu ulikuwa unafanya kazi gani? Au baada ya kufika kule walikupa kazi gani? Kiongozi. Nilipewa uongozi wa kusimamia majeshi yote ya majini, mapepo, wachawi na watu wengine ambao wamekwenda kinyume na Mungu kule kuzimu. Mimi nilikuwa msimamizi wao. Unaposema usimamizi, unakuwa unawasimamia ili nini? Katika kazi au katika kuwapa nguvu au kiongozi wao? Kwa kweli katika vyote. Katika vyote. Ndio. Kuwapa nguvu na kuwasimamia hata katika kazi. Tunaangalia kazi ambayo atatunga baba wa kule kuzimu ambaye ni joka kuu mwenyewe. Akishirikiana na Lusfa, amri ikitoka kwa joka kuu ifanyike kazi na kisha Lusfa then inafika kwangu. Kwa hiyo ikifika kwako wewe lazima itimie. Ndio. Na hakukuwa na mwanadamu yeyote ambaye alikuwa ametekwa akaweza kupewa nafasi ya cheo kama cha kwako? Hapana. Na unaweza kunielezea au ndugu watazamaji, cheo chako kilikuwaje? Ulikuwa mfano na nyota ngapi au na nini? Ndio. Karibu, endelea. Cheo changu kilikuwa ni kuteka dunia. Hicho ni cheo changu cha kwanza ambacho nilipewa, kuteka ulimwengu mzima. Kuingia kuzimu na usiende kwa Mungu. Kazi yangu ya pili niliyokuwa nimepewa ni kusimamia majeshi ya kuzimu na watu mbalimbali ambao wanavyo kuzimu, na kusimamia wachungaji wote na manabii. Manabii na wachungaji wa namna gani?
wa kipepo tuseme. Au wa kipepo ina maana wako duniani lakini wako kule chini. Ndio. Na walipokuwa ukiwasimamia hapa duniani unawajua? Ndio. Unawajua kabisa? Nawajua. Ni nguvu gani ilikuwa inatenda? Kwa hiyo huku namna gani hiyo nguvu inafanya kazi wanapokuwa na ubiri? Linatumwa pepo moja. Linakuwa linasimama mahali ambapo panakuwa na ubiri, yani tuseme madhabahuni pake. Ile pepo linakuwa linatoa nguvu ambazo ni nguvu za kipepo. Ndio maana naona mtu anaguswa kichwa anaanguka, lakini ukifuatilia katika ulimwengu wa roho anakuwa anapewa pepo na nyota yake pia huchukuliwa. Ndio. Na hii habari ya misukule inakuwaje? Maana na hiyo uliniambia pia. Misukule kuchukuliwa kwa habari ya mtumishi anayefufua misukule. Anasema yeye ni mtumishi wa Mungu na anataka jina la Yesu. Hapo inakuwaje? Ile misukule anayokuwa anaifufua haifufuki yenyewe. Huwa anaingiza roho ya pepo yoyote. Inakuwa inakaa ndani ya yule mtu. Anapotamkia kitu ile pepo inaamka. Inatii. Ndio. Alafu watu duniani wanaona ni mtu kafufuka. Lakini mtumishi huyo asili yake ni Mungu au ni shetani kabisa? Asili yake ni shetani. Kwa hiyo na wewe hapa katika kufufua misukule ulikuwa unawasaidia? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji, dunia imekwisha, lakini usiogope, maana huyu ambaye naongea naye ndiye alitumwa pia ili kwamba aniteke mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kueleza mikakati ya shetani kuhusu ulimwengu wa kanisa? Ndio. Karibu, endelea. Mkakati ambao alipanga yeye ni kuliharibu kanisa na kuharibu jina la Mungu. Ndio maana akaamua kutenga wachungaji, kwa sababu wapo wachungaji ambao waliitwa na Yesu mwenyewe aliwatuma. Lakini shetani aliwajaribu akawapitishia tamaa mbalimbali ambayo ingeweza kuwaangusha ili wamwache Yesu. Na alifanikiwa katika hilo. Ndio maana wachungaji wengi sana wamepotea. Na kitu kingine ambacho shetani pia alikuwa amekipanga ni kukamata kila fahamu ya mtu duniani. Atenge fahamu yake akaitishe. Kwa hiyo mtu anakuwa anafanya mambo ya ajabu, watu wanaona anafanya mambo ya ajabu, lakini kwa kufuatilia zaidi ni fahamu yake imetoka na shetani. Na hatimaye wote waende kwake, wasiende mbinguni, ili siku ya mwisho katika adhabu ya moto wawe naye. Unaweza kutuelezea jinsi ulivyookolewa kutolewa kuzimu? Unaikumbuka hiyo siku ilikuwaje? Nakumbuka. Karibu, endelea. Nakumbuka hiyo siku ilikuwa ni siku ya sadaka. Badala ya sadaka nilisimamia sadaka. Sadaka za wapi? Sadaka za kuzimu ambazo watu walikuwa wakitolewa. Ambazo hizo sadaka za kuzimu watu wanatoa ni sadaka gani? Damu. Ili waweze kumpelekea baba yao ambaye ndio joka kuu mwenyewe. Nilikuwa nikisimamia hiyo kazi. Baada ya kumaliza tukawa tumekaa kama kwenye kikao. Kuzimu mzima imekusanyika. Majini yote yanayokaa kwenye bahari na yanayokaa huko kuzimu ndio mabeba. Tukakusanyika wote. Nakumbuka ghafla tukaanza kusikia kama upepo mkali unavuma. Tukaangalia, angalia ni kitu gani hiyo. Nilipoangalia juu, niliangalia juu. Kwa kweli niliona kundi la watu weupe wamevaa nguo nyeupe. Mmoja wao amevaa nguo nyeupe na anakuja kwa kasi sana. Alafu mbele nikamwona mtume na nabii. Yupi? Edwin. Mweleza ilikuwaje ukatolewa kila kitu? Walipofika mahali pale, kwa kweli hakuna mtu anaweza kustahimili ile hali iliyotokea. Nini kilitokea kustahimili? Ilikuja mwanga mkali na nguvu za ajabu, yaani tuseme tetemeko. Ilikuwa tetemeko kali na sauti kali sana. Sauti ilikuwa inasemaje? Walikuwa kama wanakuja wakiwa wameandamana, tuseme wanakuja wanataka kutetemesha kuzimu sasa. Baadhi watu walianza kukimbia, hata mimi mmoja wao nilikuwa nikikimbia. Lakini nilishindwa. Mtume na nabii Hebron alinifuata, tukawa tunakimbizana.
kila ninapopita na yeye anapita huko mpaka hatima za mwisho ulinikamata. Kamato niliendelea. Nilivyokamatwa nilinyanyuliwa. Nilikuwa juu kabisa. Alafu kuchini kwa kama kuna vita inaendelea, lakini ile vita siwezi kuingia tena. Nikawa ni kama nguvu zangu zimenyonywa, sina nguvu tena. Kwa hiyo nimekaa tu. Kwa kuna watu wawili kati ya wale walikuwa wamevaa zile nguo nyeupe wakawa wameshika. Unaweza kuwakumbuka watu wawili? Ndio. Majina yao? Majina hapana. Sura nasikumbuka. Endelea tu. Nilivyokamata baada ya ile vita kuendelea, Mtume ananiambia njoo mwanangu. Sikuelewa kwa kweli, ila nilishika nikajikuta tayari nipo duniani. Na nikaona kama mtu amekuja akaniambia twende kwa wazazi wako. Nikapelekwa, nikaonana na wazazi wangu lakini bado hawakujua. Kama miaka ya nyuma walikuwa wakikaa na jini, mimi ndo nikaenda. Nilipelekwa na mtu alikuwa anaendesha gari. Nikapelekwa mpaka nyumbani, ile jini likatolewa. Na wakati ule ile jini alikuwa likikaa nyumbani lilisema linaaga, likasema naenda kwa mama. Kwa hiyo na mimi nilivyorudisha ile jini likatoka, nikarudisha mimi nikiwa nadai nimetoka kwa mama. Kwa hiyo wazazi wangu hawakuweza kuelewa kitu gani kilikuwa kinaendelea. Na kule kuzimu uliniambia katika cheo walichukua nakupa, ulikuwa kuna vitu wamekupa kama ile ishara ya kifalme kama fimbo na vitu vingine. Unaweza elezea hiyo fimbo? Ndio. Endelea. Ile fimbo kazi yake ni kama kukomandwa. Fimbo ina gani? Ni fimbo ya dhahabu ambayo ulipewa na joka kuu. Ndio. Na kwa nini joka kuu alikupa wewe? Kwa sababu wewe ulikuwa mtoto pekee. Ndio. Ulikuwa mwenye nguvu. Ndio. Na uliniambia wazazi wako walihangaika na hata alikuleta kwenye maombi mpaka Arusha. Walikwenda sehemu mbalimbali kwenye makanisa. Ila sitaje majina, labda mikoa uliokwenda. Kwa nini walikuwa wanakufukuza? Ni kwa sababu walijua mimi ni mkuu wao. Na siku zote kawaida tuseme ni askari hata siku moja hawezi kumshika kichwa kamanda. Kwa hiyo ndicho walichokuwa wanakifanya. Kwa wakiniona wanazuiwa, wanaambiwa msimguse yule mtoto, kwa sababu na wao walikuwa wakitiwa kwa kujua wakinigusa adhabu yao ni kali na wangeweza kuzalilika. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji, hali halisi ndio ilivyo, lakini usiogope. Huyu ni mwanadamu ambaye alikuwa na cheo cha 3. Kwa hiyo wachawi wote katika dunia nzima, majini yote, sijui wanajini, hakuna ambaye anamkuta huyu. Na ili mtu apate cheo chochote kwa shetani, lazima alikuwa anapita hapa. Iwe ni rais, iwe ni mawaziri, iwe ni wabunge na sehemu mbalimbali wafanya biashara, na mtandao wote wa Freemason ulikuwa chini ya kijana huyu. Sasa hivi ni mwana wa Yesu, anazidi kutuelezea jinsi ilivyokuwa. Karibu tuendelee. Asante. Lengo labda niseme shetani alichokuwa amekipanga mbele yangu. Nikiendelea kuwa kwake mpaka sasa hivi, ningekuwa bado naendelea kuwa na zile nguvu zangu, lakini zingezidi zaidi. Na hatimaye nilikuwa nakuwa shetani na mimi. Kabisa. Unaweza elezea sura ya shetani ilivyo? Ndio. Ikoje? Maana watu wanasikia shetani wanachora mapembe, wanachora nini? Elezea kwa kifupi tu. Shetani sura yake ipo kwa kawaida, lakini mwenyewe amepaka kitu kama wanja kwa binadamu, na shangaa nao pia wanatumia. Amepaka wanja jicho lake moja la upande wa kulia, na pia ana mabawa mawili, na ana kucha yake moja mkono wa kushoto. Ni kama mwanadamu kabisa. Ni kama mwanadamu, lakini anamkia yeye pia. Anamkia. Ndio. Na joka kuu sura yake unaweza kuelezea? Ndio. Joka kuu ana sura
lakini ile sura yake ukiangalia kama binadamu kwenye kichwa pembe na pua kubwa, lakini kwenye pua yake kuna kama kitu amevaa kama bangili tuseme, kachomeka kwenye pua. Na yupo kama nyoka. Nyoka ambaye ni kubwa sana. Yule nyoka ana kama tuseme kitu gani sijui vilivyochongoka juu yake. Na ana vichwa 7. Na ana vichwa 7. Ndio. Sasa wewe ulipokuwa kule chini, nyoka kuu alikuwa anakuita mtoto wake? Ndio. Ulikuwa muondoki? Hapana, kwa sababu ndio mazingira ambayo nilikuwa nimekulia. Ndio. Na maisha ya Lucifer na nyoka kuu kuzidi yakoje? Lucifer anakaa sehemu ya kwenda tuseme ni kama duniani, maisha duniani yalivyo. Tuseme ndio Lucifer maisha anayokaa, lakini maisha ya nyoka kuu yeye anakaa zile sehemu za adhabu. Kuna sehemu kama kuna moto amefungiwa kwenye moto. Hawezi kutoka pale. Na katika huo moto pembeni yake yani kuna kama sadaka zilizotolewa damu yani zimetawala katika ile sehemu. Unakumbuka siku nyoka kuu alipofungwa? Nakumbuka. Ilikuwaje na nani mtumishi gani alitumia kufunga nyoka kuu? Ni ghafla tulishtukia. Ila tukapata habari kwamba anatafutwa na anatakiwa kamatwe. Alihama akatoka bahari alikokuwa anakaa, akuaga anaenda kwa kutueleza. Ila tukashtukia hayupo. Na mtumishi ambaye alichaguliwa pia katika kusema kukamata nyoka kuu ni mtumishi Hebron. Baada ya muda tuseme ni kama majira ya saa 6 usiku. Tukapata habari kwamba amekamatwa na amefungwa, akatupia ile sehemu ambayo anakaa mpaka sasa hivi. Anapoelekea kama adhabu amefungwa hawezi kutoka. Na baada ya kufungwa miaka 1000 mlitangaziwa imeanza. Ndio. Sasa ni Yesu anatawala. Sasa lengo kwa nini wanamtafuta nabii Hebron? Wanajua wakishampata hakuna kitu tena kitakaa sawa hapa duniani. Wanaamini wao kwa imani yao, wanajua wakimpata wanaweza kukamata ulimwengu kwa wepesi sana. Na wanaweza kutoa adhabu kali sana duniani kwa wale ambao walikuwa wamefuata Yesu. Na jambo lingine, walijuaje mimi nimeitwa na Yesu kuzimu na nyoka kuu? Na wewe ukiwa huku ulijuaje? Na wewe mpaka kwenye mikono yangu ikibili hapa tumeshikana. Nakumbuka ilikuwa ni majira ya mchana. Tukapata habari kwamba Yesu anakuja siku ya leo. Lakini hata kuja mahali ambapo sisi tupo, anakuja duniani. Na anakuja kwa mfano wa sauti. Anakuja kumfuata mtumishi ambaye yuko anafanya kazi Serengeti. Serengeti kabisa. Ndio. Tukapata habari kwamba anapofuata anaenda kumpa maagizo afanye kazi yake. Kwa hiyo toka siku iliruka vita, lakini hakuna kitu iliwezekana. Na mimi ndugu mtazamaji, Yesu aliniita nikiwa Serengeti. Sana shangaa na nyinyi mlijua. Nyinyi mnajuaje? Mna vyombo vya kujua? Wana kama upeo wa jicho. Hiyo jicho kwa sisi watu watatu ambao mimi pia nilikuwa ni namba 3 kati yao watu watatu. Nilikuwa na upeo wa jicho moja ambayo inakaa hapa kwenye paji la uso. Badala ya macho ya kawaida kutumika kwa kuangalia tulivu. Hiyo jicho inaweza kuangalia duniani, ikajua kila kitu kinakwendaje na inatakiwa ifanye nini ili iweze kusababisha kitu fulani. Ulimwenguni. Okay, turudi. Baada ya kusikia sauti inaita mtumishi akiwa Serengeti. Ndio. Nilivyoipokea mliona? Ndio. Na baada ya hapo kuendelea, nini kinaendelea? Sema ni vita. Kwa hiyo mkaanza vita kupambana na mimi. Ndio. Je, hakukuwa na watumishi wengine ambao Musa alikuwa mchanga hata kiroho, au wengine ameweza kuangalia nao mpaka mimi tu? Baadhi tuliweza, ila yuko mmoja kabla yako ambaye alikuwa anaitwa Moses Mlola, ambaye ndio alikuwa akitafuta mtoto wake wa kiroho
badala yake kwa sababu alishakuwa amezeeka, amechoka. Na alikuwa akiomba muda mrefu sana ampate huyo mtu. Tulipokuwa kila tukijaribu, yani tukitamka jina lake, anatamka jina lake, ni kifo kinamhusu hapo hapo. Kitamka Moses Kolola. Ndio. Tunakumbuka pia hiyo siku ulienda, ulifika kanisani kwake na ulipelekwa na mtoto wake. Ni Dar es Salaam kweli kwenda. Ilijua nimeenda kwa kwake. Ndio. Ajabu. Ulifika kwa Moses Kolola, alifurahi na alipiga magoti akamshukuru Mungu wake kwa kusema asante kwa kuniletea kitu ambacho nilikuwa nikikitafuta kwa muda mrefu. Na sauti ilisikika ikasema, huyo ndiye uliokuwa unamtafuta kwa muda, umekabidhiwa sasa. Kwa sababu muda wake ulikuwa umeisha, amezeeka sana. Na kwa sasa yeye yuko mbinguni. Unajua kabisa yuko mbinguni. Ndio. Ile siku ulibariki na alifurahi sana. Na wewe pia akakubariki. Alikufa. Na watu tuliona kule tukafikiri kwamba itakuwa ni njia nyepesi zaidi kwa kuonana na wewe na kukukamata, lakini tulipokuwa tukijaribu tulikuwa tunashindwa. Na tunakumbuka kipindi hicho mlikuwa mkisalia nyumbani. Ulikuwa una waumini kama 4. Ndio. Tunakumbuka tukijaribu tukisema tujaribu kwenda. Kitu tunakutana naye pale kwa kweli ni hatari sana. Nini mlikuwa mnakutana nacho? Eleza tu. Tunakutana na jeshi ambalo limesimama, tuseme ni jeshi la malaika. Alafu tunakutana na moto wa hatari na majabali. Ilikuwa kila anayejaribu akifanya mdishi yote anayejaribu kusogea zinamuhusu, kama sio moto ni jabali au ni adhabu ya malaika. Nashangaa kweli nilikwenda kwa Moses Kolola. Na mimi aliniambia, ndugu msikilizaji, sijawahi kubarikiwa, wewe ndio unanibariki. Kwa sababu wote walikuwa wamemwacha Yesu. Na huyo anashuhudia kabisa. Kwa hiyo mtoto wako na wewe ulimuona? Ndio. Unaweza kukumbuka jina lake? Hapana. Nilikuwa na mtoto wake anaitwa William, alipokea. Nikipokea na gari pamoja na watumishi waliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio ukweli wa hali halisi na mambo yalivyo. Na sasa hivi kwa kiwango mlichokuwa mmefikia, kwa sababu tunasikia injili Ulaya, injili dunia nzima, mara Afrika Magharibi. Hizi injili zina namna gani hizi? Ni za Yesu, ni za shetani? Hizi injili ni za shetani. Kwa kweli ni za shetani. Na shetani aliamua baada ya kuona hawezi katika vitabu vya Biblia, akaamua kuingia kwake kwenye simu, tuseme ni mtandao wa internet. Na ile Biblia ambaye anasoma kwenye ile simu, roho zile za shetani zinamwingia na yeye pasipo yeye mwenyewe kufunuliwa. Kwa hiyo hata kama yuko kwa mtumishi wa kweli, anapokuwa anatumia ile Biblia kusoma, bado hatapata faida wala hataweza kufanya chochote na kufanikiwa katika maisha yake, kwa sababu bado anatumia ulimwengu wa shetani. Na baada ya marehemu Moses Kolola kuondoka, nikabaki mimi. Nyinyi mliona na mimi mtoto mtanieleza. Ndio. Sasa dunia nzima kukuwa na watumishi wengine mpaka mwangaike na mimi tu. Kwa kweli walikuwa watumishi, lakini ni wale baadhi yao ambao waliitwa na Yesu, Mungu mwenyewe aliwachagua wafanye kazi yake, ambao walikwenda kinyume wakafanikiwa kukamatwa na shetani. Tulikuwa tunawatumilisha wenyewe na walikuwa hawana uwezo wa kufanya chochote. Hata tunazamisha wawezi kukamata watu wakawaweke kwenye mstari wa Mungu mwenyewe. Ila wewe ndio uliyeweza kukamata watu na kupeleka ulimwengu mzima kwa Mungu. Na tunakumbuka pia siku ambayo Yesu anakuagiza, alikwambia kama roho yangu naomba uiite madhabahu ya Yesu ni Bwana na Mwokozi wa mataifa yote, ili mataifa yote yaje kwangu. Na hilo mlisikia pia. Ndio. Sasa kwa sasa hivi kwa nyakati nyingi zilizokuwa za kuzimu, ndio unajua hizi nyakati za mwisho, mikakati gani wanaangaika na kuhusu mataifa yote ili wasimuone Mungu?
Nilipotosha. Kwa njia gani? Kama tuseme kwa kamata katika uzinzi, wizi, ulevi, na hata katika mambo mbalimbali ambao wao wangeweza kwenda kinyume na amri za Mungu. Ndio. Na jambo lingine nahitaji kukuuliza kwa ajili ya faida ya wasikilizaji na watazamaji, maana mimi nilikuwa nayajua yote mpaka nilivyokutoa huko chini sawa na Yesu alivyoniagiza. Sasa hivi baada ya kutolewa wewe, maana joka kuu amekwisha kufungwa, katika nchi ya Tanzania inaenda kuwa nini? Nchi ya Tanzania kwa kweli inaenda kuwa ni nchi kubwa, na ni nchi ambayo itakuwa na mafanikio, na nchi ambayo watu wote watabadilika na kumfuata Mungu wao baadaye, na itakuwa ni dini ya Mungu mwenyewe. Kupitia wapi? Nani aliyesababisha itokee hiyo? Tatumwa mwanadamu gani? Mtume na nabii Ibrahim mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na hebu nieleze wale marais, mawaziri ambao ulikuwa unawapa vyeo, wabunge, wafanya biashara, ni namna gani ulikuwa unawapa vyeo? Maana kuna wachungaji nasikia wanataka waskofu wanapewa vyeo, na makanisa mengine kwa wanaweka bendera, na watumishi kwa wanaweka bendera kwenye magari zao. Kwanza kabisa ile bendera ndio labda tuseme kwenye magari au kwenye madhabahu. Kwenye madhabahu sharti ambayo walipewa zitakuwa ziwekwe bendera 4 zisizidi. Na kwenye magari waliambiwa waweke bendera 1. Ya nini? Ya nchi yoyote ambayo inaashiria kulingana na vyeo vyao. Mchungaji yule labda cheo chake alichopewa yeye, ambaye mimi ndio nilikuwa nikitoa hicho cheo. Labda anapewa zile cha kuweka na nchi fulani. Kama mfano tuseme Kenya, anaweka bendera ya Kenya kwenye gari yake. Na kama kuna mtumishi mkubwa kidogo ambaye pia labda kwa juhudi alizokuwa akifanya, nikimpa cheo kutoka kwa shetani, ndio anapewa labda cheo cha kamata nchi 4. Ndio maana unakuta mtu labda kwenye madhabahu ameweka bendera labda tuseme Amerika, Tanzania, Sweden, na North America. Hicho ndio kinachokuwa cheo chake cha kukamata hizo nchi. Ndio. Na kuzishusha kwa vitu mbalimbali kama uchumi, amani, hata yani watu wa ile nchi kupata shida tuseme na mateso. Chanzo ni hizo bendera. Ndio. Sasa nikuulize swali. Je, madhabahu ya Mungu aliye hai inaruhusiwa kuwekwa bendera? Hapana. Na kwa nini wengine wanaweka bendera hata 20 za mikoa mbalimbali makanisani? Na mwingine unakuta ni mtumishi anajiwekea bendera yake, anabuni mwenyewe. Hiyo kubuni bendera yake mwenyewe ina maana gani? Anapobuni ile bendera yake, ina maana kule mzima ameshapewa cheo cha shetani cha kutengeneza serikali yake mwenyewe. Nasikia ndugu wasikilizaji. Labda tuseme watumishi ambao wanakuwa katika kanisa lake na waumini watakuwa katika kanisa lake. Kwa hiyo wanapokuwa wengi na wengi wanazozidi, ndio wanapokuja kutengeneza serikali yao. Labda kwa jina la mtumishi yoyote, na ile serikali inaitwa kwa jina lake. Na hiyo serikali na wale waumini mwisho wao ni mbinguni au ni kuzimu wanarudi? Ni kuzimu. Na mbona wengi wanasema ni watumishi wa Yesu na wana hizo bendera za kwao? Ni bendera za namna gani? Ndugu watazamaji na wasikilizaji wangependa kuelewa. Hizo bendera tuseme ni zina namna yake, ambayo kama mtumishi yupo Tanzania anakuwa lazima yake ile bendera ya Tanzania, kwa sababu yeye anahusika na nchi ya Tanzania na mahali anapoishi. Kama ni mkoa fulani na anaishi mahali fulani katika kata fulani, anapewa mamlaka ya kukamata ile kata, nchi na huo mkoa, na hatimaye kuweza kuunga serikali yake kwa haraka sana. Kwa hiyo ndio unashangaa makanisa yanakuwa kiajabu ajabu. Mtumishi anaibuka mara moja vua, wanasema ni Mungu, ana helikopta, ana ndege, yote ndio ulikuwa unawakabidhi bwana mkubwa. Ndio.
Sasa hivi uko kwa Yesu unajisikiaje? Unatamani kurudi tena huko? Hapana kwa kweli. Maisha ya Yesu na maisha ya huko unayonaje? Maisha ya Yesu ni mazuri zaidi kuliko ya huko. Kwa nini? Kwa sababu kama wewe sema umeandikwa au tuseme kusema kwa watu wanapenda kusema kwa Yesu na kila kitu. Kuzimu hivyo baadhi vipo kwa na vingine hakuna. Kwa Yesu kuna ushindi, kwa Yesu kuna vitu mbalimbali. Hata mwenye shida anapopiga goti na kumlilia Yesu, ile shida yake kufanyika na kutegemezwa hapo hapo kwa Yesu, ile ni imani yake inatakiwa. Sasa unawaambiaje ndugu wasikilizaji na watazamaji kuhusu habari ya kuzimu? Maana kuzimu watu naona wanakula damu za watu. Na kila mtu ambaye amepata cheo kwa njia ya uchawi amelishwa nyama za watu. Ndiyo. Na wanatumia vichwa vya watu kama sahani. Ni kweli. Sasa huku duniani mbona wanatamba, wana pesa, wanafufua misukule, watumishi. Kwa hiyo wote wamekula nyama za watu na damu za watu. Ndiyo. Na nini zaidi? Hebu elezea. Kwanza wanakuwa wanakunywa damu. Ni hatua ya kwanza. Ambayo wanaita ni kama muhuri. Na kujulikana katika serikali ya shetani. Wanakunywa damu. Alafu hatua ya pili, baada ya kupewa damu wanaangalia je wanaweza. Hatua ya pili inakuwa ni kutafuna nyama za watu. Ambayo mtu anashauriwa labda ndugu yako umlete mama yako, baba yako, kaka yako, dada yako kafara. Ndio. Hatua ya tatu, baada ya kula nyama, kichwa cha yule mtu ambacho kinakuwa kinatolewa sadaka huwa hawakikaji. Ila anapopeleka yule mtu mahali pale kwa kutolea sacrifice, anakuwa kuna chombo kinachotumika kama kumpiga katika kichwa. Wakimpiga katika kichwa, yule mtu anakuwa kile ikishuka ile kitu cha kutumika kumpiga kichwani, inapotolewa na uhai wake ndio ulivyotolewa. Kwa hiyo kile kitu kinakuwa kinatoka stahili, alafu kichwa kinakata kinaweka pembeni, kiwili ndio kinachobakia na ndio wanachokitafuna. Na mtu wa kwanza anakuwa ni yule ambaye anataka kuhesabika katika serikali ya shetani. Wengine wanafuata nyuma ambao ni watumishi wote, na anakuwa anapewa hatua nyingine ya kuua hata ndege nzima, kuangusha chini, kuiangusha. Wewe umeshaangusha ndege? Hapana. Meli? Hapana. Wewe ulikuwa unatoa maelekezo? Mimi natoa maelekezo. Unakumbuka maelekezo ulishatoaga ya kuangusha vitu? Ninakumbuka. Hebu nieleze. Baadhi ninakumbuka. Baadhi tu? Ndio, kama ya ndege. Nilikuwa ninasema mtu ambaye anataka labda cheo fulani, labda rais, waziri au mbunge. Kwa sababu sisi tulikuwa tutoi leo labda kwa madiwani au wewe kitu cha serikali za mitaa. Nataka vikubwa vikubwa. Vile kuanzia bunge na kuendelea mpaka urais. Ninamwambia, anakuwa namwambia. Kama ni ndege tunaangalia ni ndege yenye ukubwa gani ambayo joka kuu mwenyewe anaweza akakubali sadaka ya yule mtu ili aweze kupata kile cha anachokihitaji. Kama ni joka kuu anahitaji labda vitu vingi, anahitaji labda apoteze uchumi wa nchi fulani, anakuwa anahusisha katika zile ndege za cargo. Ndio, za mizigo. Kama tuseme KLM. Anaambiwa aende airport, akasema yeye anasafiri, ni msafiri, aende muda ambao ile ndege itaruka, na akifika hapo kwenye uwanja anaingia katika ile ndege kwenye kitu chochote mahali popote, hata kwenye tairi kipepo. Ndio, anaweka kitu hicho hapo kwenye hiyo kitu. Ni yeye mwenyewe atakapojisikia kwa kuweka. Anapoweka ile kitu kipepo, watu wanamwona anafanya ndege lakini mwenyewe hayupo pale. Anakuwa anaweka kile kitu, akipata ndege yake, ndio mwana kwa labda anasema anatoka Dar anaenda labda Arusha, alafu anarudi siku hiyo hiyo. Ile ndege itakaporuka baada ya kufika umbali fulani, ile ndege inaanguka. Inaanguka labda kuna vitu vya nchi fulani ambavyo ni vitu vya thamani sana kwa watu.
anapokuwa anaangusha vile vitu, kama nilijokuwa kaelezea na ile sadaka yake, anapewa cheo chake. Unaweza kukumbuka ni ndege matukio ambayo ndege zimeanguka? Unaweza kukumbuka? Taje machache. Ethiopian Airways Nishaangusha. Ndio. Na ndege kutoka Asia kwenda Malaysia. Ndio. Na mbona ndege imetafutwa hapa duniani mpaka sasa hivi ipatikane? Ile ndege ilikuwa kabisa kuzimu. Haikupitia pale kwenye bahari. Ilipotea kabisa. Kuzimu kabisa imefika kwa hiyo. Ndio. Na njia iliyopitishwa, maana walitumia vyombo vingi kuangalia wajeipata. Kwa nini wajeipata? Ni kwa sababu njia ambayo wao wametumia binafsi ni njia ya kipepo. Kutafutia kipepo. Ndio. Kwa hiyo ilitakiwa tafute kwa njia ya kimungu. Ndio. Kwa hiyo ndege ile iko kuzimu kabisa. Ipo kuzimu. Na wale watu wote walichukuliwa wakatolewa sadaka. Ndege iliyoshwa kimazingara. Haikuonekana kuzimu tena. Sijui ilifikia nchi gani. Na nchi ndege gani tena nyingine wanakumbuka? Kwa kweli sikumbuki nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na habari za vita, tumesikia nchi nyingi zina vita. Ndio. Je, na hapo ulikuwa unahusika? Ndio. Kama nchi gani? Kama China, Syria, Amerika, na Saudi Arabia na Sudan. Unahusika kivipi pale? Ulikuwa unahusika? Maana sasa hivi haupo huko. Ni kutengeneza faraka. Unatengeneza faraka kama ni Amerika na Syria. Unaanzisha vurugu ya Syria, labda wanarusha bomu nchi fulani. Ile nchi unaongezea hasira. Wanapata hasira, wanaporusha tena kule. Kwa hiyo inakuwa ni vurugu imeshatokea tayari. Kwa hiyo vita inapotokea watu wanauana, mnapata faida gani? Mlikuwa mnapata faida gani? Wao walikuwa wakichukua damu. Wanachukua damu, wanachukua na watu wenyewe. Ndio maana unakuta labda katika ajali inayotokea fulani, unasikia wengine hawakuonekana, wengine walionekana. Kwa hiyo baadhi ambao damu zao zinaendana na ile damu ambayo joka mwenyewe anaguswa akitaka, walikuwa kuchukuliwa kabisa. Na ni kwa wewe ulishawahi kula nyama ya mtu? Hapana. Damu ya mtu? Hapana. Kwa nini ukula? Ni Mungu mwenyewe tuseme. Na ingali ulikuwa na cheo kikubwa huko chini. Ndio maana nikasema tuseme ni mpango tu ya Mungu mwenyewe. Kwa sababu nilikuwa nikisimamia damu ya mtu, labda inatakiwa itolewe, nasimamia mwanzo mpaka mwisho mpaka inapokwisha. Nasimamia, lakini mimi mwenyewe hapana. Hata Lufa alikuwa akijaribu labda kuniambia chukua. Joka kwa alikuwa akimkataza mwenyewe. Anamwambia hapana, acha usimpe. Na Yesu asifiwe. Ndugu watazamaji na watoto wa Mungu mnaompenda Yesu, mnaotazamia kwenda mbinguni, mwachia mwana wa Mungu aliyetolewa kuzimu kwa jina laitwa Isaya, sasa hivi sio Max tena, aelezea hayo mengine yeye mwenyewe. Karibu. Asante. Labda ningependa kueleza kuhusu shetani mwenyewe. Shetani kazi yake kubwa ambayo mpaka sasa hivi anafuatilia katika ulimwengu au dunia tuseme. Kazi anayofuatilia yeye ni watu, ulimwengu wanaofuatilia kupata vitu vingi, kama vile tuseme kupotosha hata watu kuenda kuzimu kufuata yeye na si kufuata njia ya Mungu, na kuingiza na kuendelea kuingiza roho zake mwenyewe, roho za ajabu, kama vile tuseme sasa hivi umeshaingia uzinzi, wizi, majambazi wamezidi duniani, na bado anachokifanya ni kuendelea kupambana, kwa sababu shetani mwenyewe hachoki na hakati tamaa siku zote. Kwa hiyo kitu ambacho shetani anafanya, anataka kamate ulimwengu. Kwa hiyo Mungu tunatakiwa kuwa makini sana na hilo, kwa sababu shetani akikukosa kwenye uzinzi atakukamata kwenye wizi, akikukosa kwenye wizi atakukamata hata katika
vurugu mbalimbali kama tuseme kasino, anaweza kukukamatia hata hapo. Akikosa hapo atakukamata kwenye vitu vyake vingine ambavyo hata mimi baadhi ya hivi sivikumbuki. Kwa hiyo na Mungu tunatakiwa Mungu makini sana na shetani, kwa sababu shetani hakati tamaa. Unaweza kumfanya shetani sasa hivi kumkataa, atakuacha wewe utasema nimeachia na shetani ameniacha, ila unaweza kutafutia timing ya kukamatia kwa hali gani. Anaweza kukosa labda hapo ambapo umesema, akaja kukamata kwenye kitu kingine ambacho ni zaidi ya kile cha kwanza, ukatenda dhambi na kumuuzi Mungu zaidi ya pale. Na labda ningependa kuambia kuzimu kinaendelea, hata wale wenzetu ambao wanafanya ibada za wafu, ile ibada usimamiwa na mapepo mbalimbali wanasimama mbalimbali. Hata katika ile jeneza hao tena mtu anatolewa, inaondoka roho yenyewe pale, anaacha tu migogo, mtu mwenyewe anakuwa ameshapelekwa kuzimu. Na hata mnapokuwa mnaomba mnasali ile kitu hakuna tena, kwa sababu hata Biblia inasema Mungu sikiliza maombi ya mtu akiwa hai, akishakufa hana kazi tena. Kwa hiyo hata mkimwombea mkamfanyia ibada yoyote na kwa kazi bure. Na kingine na ningekuuliza kwanza ndiyo kuhusu, maana niliposhuka niliwaona marais wako kule kuzimu. Ndiyo. Na nimekumbuka wanazikwa kwa ibada nyingi sana, waheshimiwa kwa ajili ya mali zao. Watu wanalia na miaka na miaka, ila usitaje majini. Mimi niliona toka mwaka 1949 mpaka 2013 nafikiri hakuna rais aliyekufa yuko mbinguni. Je, ni uongo wale anayasema? Ni kweli. Ni kweli kabisa unachozungumza. Hebu eleza wanafanya nini huko chini sasa? Kama kazi yao ikishaisha duniani, vile roho Mungu asipokee mbinguni. Kwa hiyo Mungu anaacha shetani, kwa sababu shetani anakuwa ameshamnyanyua bango kabla ya kifo chake, na Mungu hawezi kuingilia kazi. Kwa hiyo anaacha ile maiti na bebwa inapelekwa kuzimu, na adhabu anapata kuzimu hatimaye, kwa sababu muda wake umeshaendelea tena kuishi kama kawaida, ila anapata tu adhabu. Adhabu gani? Labda kule kutumikisha, labda kupika vyakula. Kwa hiyo ni wapishi huko chini? Ndio, kuwekwa kwenye moto labda. Adhabu za kuwekwa kwenye moto, kupigwa, kubebeshwa mizigo mbalimbali. Na vitu vingi ambavyo vibarua nimeshasahau. Ndio. Walikuwa si kamanda? Ndio. Walikuwa wanaita majina gani nikiingia huko? Walikuwa wanaita jina lao la kwanza walikuwa wanaita mfalme. Jina lao la pili walikuwa wanaita mkuu. Jina lao la tatu walikuwa wanaita kamata. Ndio. Na jambo lingine takuuliza, unasema walikuwa ni mpokeaji wa sadaka mkuu. Ndio. Hizi za watu wote ambazo wanaenda kwa wachawi, washirikina, makanisa ya kipepo, zile sadaka wanazozipokea bila wewe kupokea zilikuwa zipokelewi? Hazipokelewi kabisa. Na hata kama mtu akiwa anataka cheo fulani, akija kwangu labda kama ni mara yake ya kwanza dharau, nilikishamwambia hapana, hata urudi tena duniani. Yeye anakuwa ndo kifo chake siku hiyo hiyo, wanamuoa wanamfanya yeye sadaka. Na hii habari ya muhuri, huu muhuri ni wa nini ndiko mnautumia? Muhuri. Huu muhuri wenu una kazi gani? Kazi yake ule muhuri ni kukamata ulimwengu, ndio maana hata wakawa katika ule muhuri wakaweka namba zao. Wakaweka namba ngapi? Ambayo ni 666. Ule muhuri kuna mapepo ambayo yanatumwa yanatembea duniani kwenye nyumba. Mida yao ni usiku saa 8. Wanapiga kama kwenye nyumba kuna watu 5, wanapiga wote muhuri. Wakienda kwenye ndio wanapiga muhuri. Kwa hiyo inakuwa ni ulimwengu wote ule wameshakamata shetani mwenyewe. Kwa hiyo wale wote ambao wanazidi alama za 66 ambazo zinapigwa kwenye paji la uso wanakuwa ni kundi la shetani tayari. Okay, jambo lingine, ndugu mtazamaji, tuendelee kufuatilia vipindi vingine sababu mambo ni mengi. Hebu tueleze namna ulikuwa mnaweza kuitikisa nchi ya Tanzania na nchi nyinginezo. Lakini sasa hivi na kama mnaweza sana kuitikisa Tanzania. Kwanza kwa kweli kabisa sasa hivi Tanzania hawaiwezi yani kwa kitu chochote. Na hata wale ambao walikuwa wakigombea labda urais, ubunge, waziri kwa njia ya kipepo,
hawezi kufanikiwa tena. Hatima za mwisho ataanguka tu. Atatoka kwa Mungu rais ambaye ataongoza Tanzania, mawaziri na wabunge ambao wataongoza Tanzania. Kwa nini inasababisha? Ni mpango tu wa Mungu kupitia chombo chake ambaye ni binadamu, ambaye ni mtume na nabii Hebron peke yake. Na jambo lingine ni kwa nini watumishi wote walikushinda? Maana niambia mwanadamu wewe tu uliniweza. Ni kwa nini? Kwanza walikuwa wanajua mimi na kitu gani kizito ambacho hata wao binafsi hawezi kukistahimili wala kukitoa katika mwili wangu. Walishajua kwamba mimi mambo yangu ni mazito zaidi na hawajawahi kuona kitu kama kile hapa duniani. Na pia ilikuwa ikichangia katika wao kuogopa kunigusa wala kuniambia, japokuwa walikuwa wakiogopa baba yao Lucifer na wakijua mimi ni nani yao. Sasa walikuwa ni nabii Hebron na nini tofauti na wenzao au wengine? Nabii Hebron yeye kwanza ameitwa kabisa na alikubali ule wito wa Mungu ndani yake. Hakwenda kinyume na amri ambayo Mungu mwenyewe alimpa afuate. Lakini wachungaji wengine walifuata tamaa, walitii tamaa, wakafuata mambo ya uzinzi. Hata wachungaji wanazini na waumini na mambo mbalimbali, hata watumishi na manabii wameenda kinyume na amri za Mungu. Ndio maana. Na jambo lingine nikuulize, ndio unakumbuka jinsi ulivyoletwa kanisani? Ninakumbuka. Na unakumbuka ahadi uliopewa ukinifanikiwa ulikamata mimi? Ninakumbuka ndio. Muelezea tu watazamaji. Ahadi ambayo nilikuwa nimepewa ni nikiweza kumkamata mtume na nabii Hebron, nitapewa kile cheo cha kuwa shetani kabisa. Nitakuwa shetani apewe kipi? Na shetani angepewa kipi? Ungechukua nafasi yake? Shetani ningechukua nafasi yake ambaye ni Lucifer. Mimi ningechukua nafasi yake. Badala yake ningesimama mimi na ningepewa mamlaka ya kutumikisha hata wale ambao ni wakubwa wa kule kuzimu, ambaye ni Lucifer pamoja na joka kuu na msaidizi wao ambaye ni mama wa makahaba mkuu. Mama wa makahaba. Na katika serikali hiyo ya kuzimu ilivyokuepo, ndio kwa hiyo Lucifer alishanishindwa. Ni kweli ndio. Haya, wewe ulikuwa msaidizi wake, umeshindwa. Ndio. Haya, joka kuu naye amefungwa pingu. Ndio. Nini kinaendelea sasa? Wamekaa tu kwa kweli, hawana cha kufanya. Kwa hiyo Yesu sasa anatawala miaka 1000. Ndio. Na kuhusu habari, nimeshangaa ukinieleza kwamba ulisikia habari jina la kanisa limeitwa hivyo kama nilivyoliita. Ndio. Nini ili kanisa linaenda kufanya katika dunia? Ili kanisa hili linakuja kufanya baadaye, linakuja kufanikisha kuchukua watu wote na ulimwengu mzima warudi kwa Yesu na kurudisha hata amani katika nchi na kufanya Mungu awe karibu sana na watu na kufanya watu wasitende dhambi na wamchukie sana dhambi na wachukie shetani. Na jambo lingine, kunasikia kuna dini kubwa za Kikristo mbalimbali, na kuna wengine wanadamu wanajiita wao ni Yesu. Kwa sababu wewe ulikuwa ni kiongozi mkubwa, hayo yote unayajua. Ndio. Ni kivipi hao? Wale watumishi ambao wanakuwa wanajiita wao ni Yesu, kwanza wanakuwa wanavalishwa ile sura ambayo waliona katika ile picha ya yule Brian Mwingereza. Ndiye Mwingereza ambaye aliact ile movie. Wanakuwa wanapewa ile picha, ile sura na shetani ambaye ni Lucifer mwenyewe, baada ambaye amesimama baada ya joka kuu. Wanakuwa wanapewa ile kitu na wao wanakuwa muda ule hawapo tena pale, ila zinapata spirit ambazo zinakuwa na nguvu za kipepo zaidi. Ndio. Kwa hiyo wanamuona amekuja amevaa nguo fulani, labda nguo ambazo Yesu alivaa katika ile picha ya Brian, akiwa anapaa, wanaambia labda njoni mnuguse. Wanapoenda kumshika ndio wanavyoacha na vitu vyao pale, wanaondoka wenyewe, tuseme ni mabox. Na jambo lingine, ndio huoni wanadamu wanadanganywa, maana yule ni mwanadamu
picha ya Yesu ndio ifanana hii? Hapana. Si kitu tofauti kabisa. Ni kweli. Wewe sura yake unaijua? Naijua. Sasa uone kwa nini wanadamu wanamuita huyo ndani Yesu? Sinaona watu wanadamu wanavyohangaika, wanavyoangamia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwana wa Mungu, Isaya, Mungu akubariki sana. Amen. Na akuinue na usiogope, usonge mbele. Amen. Mimi ndio baba yako wa kiroho na kuambia kuna kitu kitakugusa. Amen. Wewe mwenyewe ulikuwa ni komando wa huko. Kama ilivyo katika ulimwengu huu, tulikuwa kina Osama, kina Hitler, ni zaidi. Hata wapiganaji hao wa nchi mbalimbali maarufu wanaotumia nguvu za giza, huyu ndio alikuwa kiongozi wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini msiogope. Sasa ninawatia moyo, mumrejee Bwana Yesu. Sasa hivi ni wakati wa kumfuata Yesu. Mambo yamekwisha kuharibika. Amenituma Yesu kuwakomboa. Unayesikiliza, sikiliza. Mambo yameharibika. Leo hii hapa tuko na mtu ambaye nafasi ya 3 ukisoma katika Biblia, joka kuu Lucifer, alafu ndio wa 3. Ina maana wachawi wote dunia nzima ili wamfikie shetani au kupeleka sadaka zao walikuwa wanatoa hapa. Ili apate cheo mtu anapeleka hapa. Sasa ametoka, nimemtoa kuzimu, sasa hakuna cha sadaka tena, nawaambia vyeo hakuna tena vya kipepo. Ni wakati wa Yesu wa Nazareti kuinuliwa na kazi itaendelea mbele na mbele. Utukufu wa kanisa la mwisho umerejea. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi karibu katika kanisa la Yesu ni Bwana Mwokozi. Utafundishwa mengi, utabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hilo unayetaka, shetani ni mbaya. Leo umepata bahati ya kusikia mmoja wa wakuu. Tumesikia maajenti wengi kutoka kuzimu. Hao wote maajenti ni wana magani wadogo sana, si ndio? Ndio. Na hata katika kwangu mmewatuma wengi. Ni kweli. Mlikuwa wanaishia wapi wale mlikuwa mnawatuma? Walishia pale walivuliwa zile roho. Na ndio ilikuwa mwisho wa kutumika na kuzimu. Na watandika. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nawasihi mrejee kwa Yesu, naye unayesikiliza sema, Bwana Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kujua au kutokujua. Ninamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote na serikali yake. Kuanzia sasa najipatanisha na Bwana Yesu wa kweli, na mkataa shetani kwa nguvu na mamlaka ya jina la Yesu. Nami nakuombea ndugu mtazamaji, Bwana Yesu akufunike kwa damu yake na malaika wake, kwa jina la Yesu akulinde. Na ujumbe huu toa DVD, wape na wengine na wengine, na kwenye YouTube waeleze wengine na wengine, na kwenye blog wengine na wengine. Utakujenga, utakuinua. Msidanganyike tena. Mungu abariki. Karibuni Tanzania, karibuni katika kanisa la Yesu Bwana Mwokozi wa mataifa yote. Amen. Amen.